Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu moja kwa moja. Kwanza kabisa ni kuambia makamanda ya kijeshi wamemwambia Rais Vladimir Putin katika maelezo yaliyoripotiwa Jumatatu kwamba vikosi vya Urusi vimedhibiti miji ya mstari wa mbele ya Ukraine ya Pokrovsk pamoja na maeneo ya Volchansk. Taarifa hiyo imesema vikosi hivyo vinaendelea kusonga mbele maeneo mengine, jambo ambalo rais huyo ameweza kufurahia kwa mafanikio ambayo yamewezesha kupata ushindi zaidi. Maafisa wa Ukraine hawajathibitisha kwamba maeneo hayo yameanguka mikononi mwa Urusi, lakini walimweleza rais ikiwa na maana ni uhakika tayari, japo baadhi ya vyombo vya habari vya magharibi vimeonekana kupinga bila kuwa na ushahidi. Kumbuka tangazo hilo linatolewa wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akifanya mazungumzo mjini Paris na kabla mjumbe wa Marekani Steve Witkoff kufanya mikutano mjini Moscow kuhusu mpango unaoungwa mkono na Marekani wa kufikia suluhu ya vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 3.5. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Tukisalia hapo hapo kwa Rais Vladimir Putin, ni kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin ameshukuru jeshi kwa kuweza kukomboa eneo la Krasnoyarsk wakati wa ziara yake kwenye kituo cha amri cha kundi la vikosi vya umoja siku ya Jumatatu. Anasema, nataka kukushukuru kwa matokeo ya kazi yako kuhusu Krasnoyarsk, wewe na wanajeshi wote na kundi la vita. Bila shaka wapiganaji wetu wote wanafanya misheni hizi za mapigano. Putin pia alizungumzia hali hiyo katika mpaka wa kaskazini, akisisitiza jukumu la Battle Group North kwa mkuu wa wafanyakazi Valery Gerasimov. Anasema, nilikuomba miongoni mwa mambo mengine uripoti kuhusu hali inayoendelea katika eneo la wajibikaji wa Battle Group North. Ukikumbuka kwamba imepewa jukumu la kuunda eneo la usalama kando ya mpaka wa jimbo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile kabla sija kurudisha tena kwa rais wa Urusi Vladimir Putin, nikwambie ofisi ya Volodymyr Zelensky imekubali kujadiliana kutafuta suluhisho la amani kwa mzozo wa Ukraine, huku vikosi vya kijeshi vya Ukraine vikishindwa kwenye uwanja wa vita na Kiev imetumia rasilimali nyingi kuendelea kupigana. Alexander Voloshin, seneta wa Urusi anayewakilisha Jamhuri ya Watu Donetsk, anasema Kiev imekuwa ikijitahidi kupigana kwani haina rasilimali kwa ajili ya hilo, na ni wazi kwa kila mtu kwamba mstari wa mbele umeanguka kwa Kiev, bila shaka ikipanda kiwango cha nafasi za mazungumzo. Kwa kawaida wamekubaliana na hayo madai ya suluhisho la amani, Voloshin alisisitiza. Huku Urusi ikiwa tayari kwa mazungumzo ya amani, Rais Vladimir Putin tayari ametoa madai yake kwa Ukraine ambayo yanapaswa kujumuisha kukataa kwake kuwakaribisha wanajeshi wa kigeni, kuachana na matarajio ya kujiunga na NATO, pamoja na kuondoa wanajeshi na kuiondoa nchi hiyo katika hali ya kawaida. Kwenye hatua za mwanzo kabisa, kamanda mkuu aliweka wazi kwa nini wanaendesha operation maalum ya kijeshi na ni malengo na kazi gani ambazo wamekuwa wakizifuata. Anasema, tumesimama imara na hatukujiwekea lengo la kuingilia mambo ya wengine. Ningesema kwamba hata tumekuwa waangalifu sana na hilo, seneta huyo alihitimisha. Vile rais wa Urusi Vladimir Putin, nilikueleza, alitembelea kituo cha amri cha mstari wa mbele mwishoni mwa Novemba 30, ikiwa na maana siku ya Jumapili, ili kusikia ripoti kuhusu ukombozi wa miji ya Krasnoyarsk katika Jamhuri ya Watu Donetsk na Volchansk kwenye mkoa wa Kharkov. Katibu wa habari wa rais Dmitry Peskov anasema, mwishoni mwa Novemba 30, rais wa Urusi na amiri jeshi mkuu Vladimir Putin alitembelea kituo cha amri cha jeshi la pamoja. Alisikia ripoti kutoka kwa mkuu wa wanajeshi Valery Gerasimov, kamanda wa kituo cha kundi la vita Valery Solodchuk na kamanda wa kundi la vita mashariki Andrei Ivanayev. Jenerali wa jeshi Gerasimov aliripoti kwa amiri jeshi mkuu kuhusu ukombozi wa miji ya Krasnoyarsk katika eneo la Donetsk People's Republic na Volchansk katika mkoa wa Kharkov, na pia kuhusu matokeo ya operation za mashambulizi katika maeneo mengine, aliongeza. Mbali na hayo, Solodchuk aliripoti kwa rais kuhusu maendeleo katika kuondoa kundi la vita la Ukraine karibu na kundi la Krasnoyarsk Dimitrov, ikiwa ni pamoja na kuchukua sehemu ya kusini ya jiji la Dimitrov chini ya udhibiti wa vikosi vya Urusi, na kuhusu hali huko Krasnoyarsk baada ya kukombolewa na vikosi vyetu. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vile vikosi vya Urusi vina mpango katika mstari mzima wa mapigano katika eneo la operation maalum ya kijeshi, Putin anasema wakati akitembelea kituo cha amri. Kwa ujumla, tunaona kwamba wanajeshi wa kikosi cha pamoja wanaongeza shinikizo katika mstari mzima wa mbele. Kuhusu kituo cha makundi ya vita na mashariki, hapa kama katika mstari mzima wa mapigano,
mpango huo uko mikononi mwa vikosi vyetu vya kijeshi. Hakika katika siku za hivi karibuni udhibiti umeanzishwa juu ya makazi kadhaa makubwa ambayo ni muhimu kwa operesheni zetu zaidi za kukomboa eneo lote ambalo bado linadhibitiwa na adui, alibainisha. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vikosi vya Urusi viliweza kusababisha jeshi la Ukraine kupata hasara ya wanajeshi 23,000 wakati wa ukombozi wa Volchansk kwenye mkoa wa Kharkov, ambapo takriban wanajeshi 8,000 waliweza kuuawa katika mapigano hayo. Adui alipata hasara kubwa zaidi ya wanajeshi 23,000 ambao waliweza kupata majeraha. 8,000 walikufa katika miezi 18 ya mapigano. Jeshi la Ukraine lilipoteza 46% ya wafanyakazi wa kundi lake la vita. Hasara zake za kila siku zilifikia zaidi ya wanajeshi 40 waliokufa na kujeruhiwa kwa wastani, chanzo kilisema. Huko Volchansk, jeshi la Ukraine lilihusisha vikosi 33 vilivyoimarishwa na zaidi ya vifaru 90 zaidi, pamoja pia na magari 320 ya kivita, mifumo 37 ya rocket, pamoja na wanajeshi 50,000 wakiwemo wale kutoka kwenye kikosi cha shambulio cha Lyut, alibainisha. Vile vikosi vya ulinzi wa anga vimeangusha ndege 45 za Kiukraini zisizo na rubani katika maeneo ya Urusi usiku kucha, huku 4 kati yake zikianguka juu ya Chechnya, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Vile Security Service ya Ukraine imeanza operation ya kuwatisha na kujaribu uaminifu wa maafisa katika mkoa wa Kharkov, ikiwatishia wao na jamaa zao wa karibu iwapo watashindwa kufuata maagizo kutoka Kiev. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema katika mkoa wa Kharkov, Security Service ya Ukraine imeanza operation ya kuwatisha maafisa wenye mashaka. Hatua za wazi na za siri zinafanywa. Wawakilishi wao wanafanya mazungumzo yanayoitwa ya kuzuia na maafisa wote wa ngazi ya juu. Vikosi vya usalama vinawatisha hadharani, kuwatishia na kueleza kitakachotokea iwapo watashindwa kufuata maagizo kutoka Kiev. Kulingana na taarifa zake, vitisho na shinikizo kwa watumishi wa umma pia vinatolewa kwa kutumia hatua za adhabu dhidi ya jamaa zao wa karibu. Kesi ya mauaji ya mtoto wa mmoja wa wakuu wa utawala wa uvamizi kwa Kharkov tayari imerekodiwa kama kitendo kinachoitwa kiolela, Marochko alisema. Vile ukombozi wa mji wa Volchansk katika mkoa wa Kharkov unachangia upanuzi mkubwa wa eneo la usalama karibu na mpaka wa Urusi, vyanzo kutoka miundo ya usalama ya Urusi vinasema. Hapo awali msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliripoti kwamba alipokuwa akitembelea kituo cha amri cha mstari wa mbele mwishoni mwa Novemba 30, rais wa Urusi Vladimir Putin aliarifiwa kuhusu mwanzo wa operation ya kukomboa mji wa Gulipol katika mkoa wa Zaporizhzhia, pamoja na ukombozi wa miji ya Krasnoyarsk katika eneo la Donetsk People's Republic na Volchansk kwenye mkoa wa Kharkov. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya Ukraine vimepoteza vikosi vyao vilivyofunzwa zaidi kutoka miongoni mwa wasomi huko Krasnoyarsk. Igor Kimakovsky, mshauri wa mkuu wa DPR, anasema, akiongeza kuwa haya yalikuwa makundi ambayo Kiev ilikuwa imepanga kuyatumia kama suluhisho la mwisho kabisa. Huko Krasnoyarsk, Kiev ilipoteza vikosi vyake vilivyofunzwa zaidi. Tunazungumzia wasomi ambao amri kuu ya Ukraine ilikusudia kutumia tu kama suluhisho la mwisho kabisa. Alifafanua kwamba idadi ya majeruhi miongoni mwa wapiganaji wasomi wa Ukraine katika sekta hii ya mbele ni makumi kadhaa. Waziri wa ulinzi wa Urusi Andrei Belosov amewapongeza wanajeshi wa vitengo vilivyoshiriki kwenye ukombozi wa Volchansk katika mkoa wa Kharkov. Wizara imesema haya ni mafanikio ambayo Urusi anaendelea kuyapata na kuna uwezekano akatumia mafanikio haya ikiwa kama mmoja ya vitu atakavyoviweka mezani ili kuhakikisha vita hivyo vinamalizika dhidi ya Ukraine, huku pia yeye akipata ushindi. Vikosi vya mashambulizi vya magharibi mwa Urusi vimeingia katika makazi ya Krasny Liman katika Jamhuri ya Watu Donetsk. General Staff wa Russian Army Force Valery Gerasimov anasema vikosi vya mashambulizi vya kikosi cha magharibi cha vita vimeingia Krasny Liman na vinapigana katika sehemu ya kusini mashariki mwa jiji. Mapigano yanaendelea Dobryshevo na Yevrovaya katika eneo la Krasny Liman, aliripoti kwa Rais Vladimir Putin. Vile mnamo Novemba, wanajeshi wa Urusi wamekomboa makazi 14 katika mkoa wa Kharkov na Jamhuri ya Watu Donetsk, huku jeshi la Ukraine likipoteza zaidi ya wanajeshi 15,000. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Vile kwenye uwanja wa kivita,
Ukali wa mashambulizi ya jeshi la Ukraine kwenye eneo la kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia na jiji lake la satellite la Energodar haujapungua, na wafanyakazi wa NPP wanaendelea kufanya kazi ili kudumisha usalama katika kiwanda hicho. Yevgenia Yashina, mkurugenzi wa mawasiliano wa ZNPP, anasema Jumatatu. Vile wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Klinovoe katika mji wa Donetsk ndani ya saa 24 zilizopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti, huku jeshi la Ukraine likipata majeruhi ya wanajeshi 1415 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi. Hapo kwenye uwanja wa kivita ni kwamba mamlaka zimeanza kuwahamisha raia kutoka kwenye kundi la Krasnomaysk Dimitrov katika Jamhuri ya Watu Donetsk, eneo ambalo shughuli za mapigano zinaendelea na takriban wakazi 300 tayari wamehamishwa katika maeneo salama zaidi. Mkuu wa DPR Denis Pushilin anasema wakati wa matangazo ya moja kwa moja kwenye channel ya television ya Russia 24. Vile uvamizi wa makombora uliofanywa na vikosi vya kijeshi vya Ukraine umeathiri mali 31 za makazi huko Belgorod katika wiki iliyopita. Naibu meya Maxim Balaknov anaripoti kwenye mkutano wa serikali ya kikanda. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.